kama kuna uamuzi wa kuonyesha kwamba management ya Wekundu wa Msimbazi Simba imepania kuhakikisha kwamba wanakuwa na bench la ufundi imara, ni pamoja na huu wa kumtangaza kocha Steve Barker, raia wa Afrika Kusini, kwamba ndiye kocha wao mkuu kwa ajili ya kuongoza kwenye michuano mbalimbali wanaoshiriki kwa msimu wa 2025-26 na kuendelea. Ni kwa sababu gani? Steve Barker haikuwa kazi rahisi hata kidogo kumpata kule aliko katika klabu ya Stellenbosch. Yeye amekuwa hapo katika klabu ya Stellenbosch tangu msimu wa 2017-18 mpaka sasa, na kuibadili Stellenbosch kuifanya iwe timu shindani haswa. Katika msimu uliopita wa ligi kuu ya Afrika Kusini, Stellenbosch walimaliza katika nafasi ya 3 kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini, na hivyo kuifanya ipate tiketi kwa mara nyingine tena ya kuwakilisha nchi ya Afrika Kusini katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Na mpaka sasa kwenye kundi lao wao ndio vinara, wakiwa wamecheza mechi 2, wameshinda mechi 1, sare mechi 1. Wanakwenda vizuri. Ni timu ambayo wachezaji wake hawana majina makubwa kivile, lakini mipango mizuri ya kocha Steve Barker ndio inayofanya leo hii Stellenbosch kuwa miongoni mwa timu shindani kwenye ligi kuu Afrika Kusini, lakini pia kwenye michuano ya klabu ya CAF wao kwa mara ya pili mfululizo wakifika katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho na kuonekana kwamba ni washindani haswa. Ikumbukwe msimu uliopita walishiriki michuano ya kombe la shirikisho, waliishia hatua ya nusu fainali, walitolewa kwa mbinde na Wekundu wa Msimbazi Simba. Ndio nasema kwa mbinde kwa sababu walifungwa kwa bao 1-0. Mechi ya kwanza Simba wakicheza nyumbani New Amani Complex visiwani Zanzibar walipata ushindi wa bao 1-0. Lakini katika mechi ya marudiano kule Afrika Kusini mechi iliisha kwa suluhu, mechi ambayo Simba chini ya kocha Fadlu Davids walilazimika kufanya ya ziada, kucheza kikubwa sana ili kupata walau suluhu au sare wanayoitaka, kwa sababu tayari walishatangulia mguu mmoja hatua ya fainali kwa ushindi wa bao 1-0 waliopata visiwani Zanzibar. Ni katika mechi ambayo ilichezwa mwezi wa 4 pale visiwani Zanzibar na kule nchini Afrika ya Kusini. Katika mechi ya marudiano ndio ambayo naweza kusema Simba lazimika wafanye kazi ya ziada mbele ya kikosi cha kocha huyu Steve Barker ambaye sasa ni kocha mpya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kwamba dakika 90 za mchezo ni Stellenbosch waliomiliki zaidi mpira, ndio wakimiliki mpira kwa zaidi ya 50%, lakini ni Stellenbosch ndio waliofanya majaribio mengi zaidi ya kufunga dhidi ya Simba, wakipiga mashuti 13, kati ya hayo 4 yakiwa blocked, 9 yakienda, 4 yakilenga shabaha. Lakini Simba dakika 90 za mchezo walicheza vizuri katika kuzuia zaidi, lakini walilazimika kazi ya ziada kufanywa na kipa wao Musa Pimpin Kamara kuhakikisha wanapata walau suluhu. Ni kwa sababu mechi nzima Simba walipiga mashuti 4 tu, 1 lilikuwa blocked, 3 ndio yalioenda, 1 tu ndilo lilolenga shabaha, huku wao wakipiga mashuti 4 yaliolenga shabaha katika mechi ambayo Stellenbosch walifanya mambo mengi kwa usahihi, lakini kipa Kamara alichangia kuwafanya waondoke mikono mitupu, kwa maana mechi ilisha bila. Matokeo ya jumla ndio yalifanya Simba isonge mbele kwa hatua ya fainali walipokwenda kucheza dhidi ya RS Berkane katika fainali ambayo kule Morocco Simba alifungwa 2-0. Visiwani Zanzibar New Amani Complex mechi kaisha kwa sare ya 1-1, matokeo yake RS Berkane wakawa mabingwa. Ni mfano tu wa namna ambavyo Steve Barker amekuwa kocha mzuri sana kuifanya Stellenbosch isiyokuwa na jina la kutisha, isiyokuwa na wachezaji wenye wasifu mkubwa sana, lakini ikionyesha ushindani wa hali ya juu. Huyu ni raia wa Afrika Kusini ambaye enzi zake alikuwa mchezaji wa eneo la kiungo. Ndio, ana umri wa miaka 57, amechezea klabu kadhaa ikiwemo Super Sports United na nyinginezo. Lakini tangu aanze kuwa kocha amejulikana zaidi akiongoza timu mbalimbali za ligi kuu Afrika Kusini kuanzia msimu wa 2008 mpaka sasa. Lakini katika klabu ya Stellenbosch alianza kuiongoza msimu wa 2017-18 kama kutoka kueleza awali. Kwa ujumla ameongoza katika mechi 249, akishinda mechi 97, akifungwa mechi 79, sare mechi 73. Stellenbosch sifa yake kuu ni aina ya mchezo wake, hunyumbulika. Wakati anapolazimika kumiliki mpira zaidi hufanya hivyo, lakini anapokutana na timu ambazo kwa uwasifu anaona kwamba ni wakubwa zaidi kwake kulinganisha na ubora wa mchezaji mmoja mmoja, basi huamua kupaki basi. Yes, hucheza kimbinu zaidi, akizuia zaidi na kushambulia kwa kushtukiza. Matokeo yake imefanya Stellenbosch chini yake kwa miongoni mwa timu ambazo ni ngumu, ndio, na hasa pale inapocheza kutaka kitu inachokitaka. Katika msimu uliopita 2024-25
safari yake mpaka ikafika nusu finali iliwatoa walikuwa mabingwa watetezi Zamalek, tena kwa kuwafunga kwao kule nchini Misri bao 1-0. Hawa Stellenbosch chini ya Steve Barker walikuwa tishio haswa. Na msimu huu mechi mojawapo wakishinda dhidi ya AS Otoho, walishinda bao 1-0 kwenye dakika 90 plus. Ilitokana na namna walivyocheza kimbinu sana. Waliwaacha AS Otoho wamiliki zaidi mpira, lakini mwisho wa siku wao wakimiliki mpira kwa 99% tu, wakawafunga AS Otoho bao 1-0 na kupata pointi 3 muhimu, akijua namna ya kucheza kimbinu katika michuano ya CAF na hasa kwenye hatua ya makundi mpaka fainali, kwamba ucheze vipi ili kupata matokeo. Objective football. Mfumo wake kwenye kucheza mara nyingi ni baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo tatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Ni mfumo ambao wekundu wa Msimbazi Simba hutumia sana. Na kwa sababu hiyo matarajio ni kwamba kwa aina yake ya mchezo wanaotumia, wachezaji wengi wa Simba hawatatumia muda mwingi sana kwa adopt, kwa maana kwamba kuendana na vile atakavyo yeye. Labda cha ziada ni juu ya kucheza wakiwa kama timu ya pili. Ndio, wakati mwingine anapoamua kupata matokeo hucheza akiwa kama timu ya pili kama alivyofanya dhidi ya AS Otoho na kupata ushindi wa bao 1-0 na kupata pointi 3 muhimu kwenye kundi lao michuano ya CAF hatua ya makundi. Mechi nyingine alitoa sare na ndio maana anaongoza kwenye kundi lake akiwa na pointi 4. Lakini kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliopita alifanya vizuri sana akimaliza nafasi ya 3. Mbele yake kukiwa na mabingwa. Tunazungumzia Mamelodi Sundowns walikuwa mabingwa, lakini pia Orlando Pirates ikimaliza nafasi ya 2 kwa msimu ulimalizika 2024-2025. Lakini msimu huu bahati mbaya sana kwake Steve Barker ambaye nyota wake kadhaa kama Basadien ambaye aliondoka, msimu huu wameanza vibaya. Katika ligi kuu ya Afrika Kusini mechi 14 ameshacheza mpaka sasa. Pointi alizonazo ni 12 badala ya kuwa na pointi 42. Kwa lugha nyingine performance yake ni around 29%. Kwa mabao msimu huu Stellenbosch mpaka sasa, wakati Steve Barker akitambulishwa rasmi wekundu wa Msimbazi Simba, si miongoni mwa timu zenye ukuta imara sana. Ni timu inayoshika nafasi ya 4 miongoni mwa zile zilizoruhusu mabao mengi, kwa sababu kuna timu imeruhusu mabao 25, kuna timu imeruhusu mabao 21, kuna timu 2 zimeruhusu mabao 19, yeye ameruhusu mabao 18. Kwa hiyo ukuta wake unafikiwa sana. Mechi 14 ameruhusu mabao 18 kati ya timu 16 katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Timu yake inashika nafasi hiyo ya 4 kwa kuruhusu mabao mengi, lakini kwenye kufunga pia hawako vizuri, kwa sababu mpaka sasa katika ligi kuu ya Afrika Kusini imo ndani ya timu 5 zenye safu dhaifu ya kupachika mabao, kwa sababu kuna timu imefunga mabao 7 ambayo ni Chipa United iko mkiani. Kuna timu mpaka sasa imefunga mabao 8 tu. Kuna timu imefunga mabao 9. Yeye timu yake imefunga mabao 10 katika mechi 14. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo msimu huu mwenendo wake sio mzuri sana katika mechi 14 katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Lakini kwenye kombe la shirikisho superb. Mpaka sasa mechi 2 wanaongoza kundi. Lakini huyu Steve Barker changamoto ambayo anaweza kukutana nayo Simba ni kwamba anatoka katika timu ambayo yenyewe huwa mara nyingi inacheza ikiwa kama timu ya pili uwanjani. Ndio. Kwa mfano kama nilivyotoka kueleza katika mechi dhidi ya AS Otoho, walikuwa timu ya pili uwanjani akimiliki mpira 99% wakapata ushindi. Sasa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, miongoni mwa changamoto atapaswa kukabiliana nazo ni kuhakikisha anapata yote katika mechi nyingi, sio zote. Kwenye CAF ataeleweka vizuri kucheza kimbinu, objective football ili kupata matokeo. Lakini michuano mingine kama ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB, kombe la muungano, kombe la mapinduzi, wapinzani wanakutana nao. Matarajio ni kuona kwamba Simba ikiendelea kuwa timu namba 1 uwanjani na wakati huo ikipata matokeo. Mechi 249 ameziongoza akiwa na klabu ya Stellenbosch. Ushindi wake ni mechi 97, lakini akifungwa mechi 79, sare mechi 73. Mwenendo huu kwa Simba hapana. Kwa Stellenbosch ilikuwa okay, lakini sasa changamoto kwake ni kwamba kwa Simba anatakiwa ende madaraja ya juu zaidi. Anikuta Simba ambayo kwenye ligi kuu Tanzania bara mechi 5 imeshinda 4, imefungwa mechi 1, performance ni 80%. Lakini Stellenbosch anakotoka, kitendo cha kucheza mechi 14 halafu kuwa na pointi 12 kwa sababu ya kushinda mechi 3, sare mechi 3, akifungwa mechi 8, ni performance ya 29%. Ni ya chini mno kulinganisha na Simba anakotua. Lakini uzuri ni kwamba ndani ya Simba ana wachezaji wazuri kuanzia golini
mpaka mchezaji wa mwisho katika kikosi chake cha 4-2-3-1 endapo atakuwa anacheza kwa mtindo huo. Ni timu ambayo inapenda kumiliki zaidi mpira, muda mwingi ikiwa katika nusu ya pili ya uwanja. Haya ni mambo ambayo anatarajiwa kuyafanya. Lakini pia Stellenbosch haikuwa inashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba wako katika ligi ya mabingwa barani Afrika na kibarua kizito alichonacho ni kwamba Januari tu watacheza back to back mechi ya ugenini na nyumbani dhidi ya Esperance de Tunis na kisha kucheza mechi nyingine dhidi ya Stade Malien itakayochezwa nchini baada ya kufungwa kule Mali 2-1. Lakini pia mchezo atakayokwenda kucheza Angola dhidi ya Petro Atletico ambayo kwenye mechi ya kwanza kwa Mkapa jijini Dar es Salaam Simba ilipoteza kwa bao 1-0. Kibarua chake kizito ni kuhakikisha Simba inafuzu kwa hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika na ikibidi kwenda mbele zaidi, maana ni Simba ambayo kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika tangu 2018-19 imekuwa ikienda mbali zaidi mpaka hatua robo finali, ukiondoa msimu wa 2019-2020 pale ilipotolewa na UD Songo ya Msumbiji. Misimu mingine yote Simba inafika robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Yeye kwa kutoa kijiti hiki, kazi moja wapo ni kuhakikisha Simba inaendeleza kile ambacho imekuwa ikifanya muda wote katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kufika walau robo finali na kutimiza mipango yao ya kufika walau nusu finali kwa msimu huu. Kwa aina yake ya uchezaji, kujua namna gani acheze na timu kubwa kubwa. Mechi dhidi ya Esperance de Tunis, yeye ni mzoefu kucheza mechi kule kwenye ukanda wa UNAF kama alivyofanya msimu uliopita kwa kuwatoa Zamalek. Basi huenda Esperance de Tunis watakuwa na kazi kubwa ya ziada mbele ya Simba hii anayejua kuzicheza mechi za CAF, hasa hizi za maamuzi. Ameiacha Stellenbosch katika kombe la shirikisho, maana yake Simba management yao chini ya mwenyekiti wa bodi tunazungumzia Crescentus Magori, mwenyekiti wa klabu tunazungumzia Murtaza Mangungu na viongozi wengine akina Swedi Mkwabi wamefanya kazi ya ziada kumshawishi Steve Becker bila shaka kujiunga na timu yao kutoka Stellenbosch ambayo amekuwa nayo tangu msimu wa 2017-18 na tena iko katika nyakati muhimu, maana hivi sasa walikuwa wakimhitaji sana kwenye kombe la shirikisho ambapo tayari wako hatua ya makundi na wanaongoza kundi lao. Kwa vyovyote vile ilifanyika kazi kubwa ya kumshawishi, lakini pia wasifu wa Simba na mipango yake itakuwa imemvutia pia kwamba anatoka Stellenbosch ajiunga na klabu ya Simba miongoni mwa klabu bora 10 barani Afrika kwa viwango vya CAF. Je, Steve Becker ataleta nini cha kuiwezesha Simba itoboe katika kundi lake la D ligi ya mabingwa barani Afrika kutoka mkiano walipo sasa mpaka kuwa miongoni mwa timu mbili za kufuzu robo finali? Na je, kwa mbinu zake akiwa ametoka kwenye ligi ya ushindani mkali zaidi kwa kucheza dhidi ya Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, ligi ambayo hivi sasa inashika nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, ligi kuu Tanzania bara ikiwa nambari 5 kwa ubora barani Afrika, kwamba uzoefu wake alioupata katika misimu kadhaa akiziongoza klabu mbalimbali kama Stellenbosch katika ligi kuu ya Afrika Kusini atauhamishia vipi na kuiwezesha Simba kutimiza mipango yake, hususan kutoa mataji ya ndani, hasa ligi kuu Tanzania bara ambalo Simba wana misimu 4 hawajawahi kulitwaa, kombe la shirikisho la benki CRDB wana misimu 4 hawajawahi kulitwaa, lakini pia kuhakikisha Simba inafanya vizuri zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF kutoka mkiani alikuwa kuta hivi sasa baada ya kucheza mechi 2 kwenye kundi lao la D hadi kuwa miongoni mwa timu 2 za juu zitakazofuzu hatua ya robo finali, hatimaye nusu finali na ikibidi kutoa ubingwa. Nani ajuaye? Yote haya ni majukumu ya kocha Steve Becker ambaye katika kipindi hiki anatakiwa afanye kila wezalo kuwezesha Simba kupata furaha chini yake. Ni kipindi kifupi sana kwake, hata kuwa na muda wa kutosha, lakini kwa uzoefu wake, na ndio maana Simba amempa jukumu hili kuhakikisha huo muda mfupi atakaowapata wachezaji, basi mipango yake inaleta matunda chanya na kuwapa furaha wana Simba. Itakuwa vipi? Morris Abraham, Eli Mpanzo Kibisala, Steven Dese Mukwala, Jonathan Soa, Yusuf Kagoma, Nabi Kamara, lakini Shomari Kapombe, Anthony Mligo, Rushain Derok, tunazungumzia kina Abdurazak Hamza, mabeki wakati kina Wilson Nangu, Shamu Karabu, Musa Pimpin Kamara, Yakubu Suleiman. Wachezaji wote wa Simba watakamata vipi mafunzo kwa haraka na maelekezo kutoka kwa mtaalamu huyu Steve Becker ili walete furaha kwa wana Msimbazi? Hilo ni swala la kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.